Hayo yamejiri katika ziara ya kikazi ya mbunge huyo ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika jimbo la Itigi, ambapo wananchi hao wameitaka serikali kuongeza askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA ili kuimarisha ulinzi na kudhibiti tembo wanaingia kwenye makazi yao. Tembo wanapishana na watu vijijini. Ukichelewa tu utawakuta tembo wapo. Wanafunzi wanashindwa kuwahi shuleni asubuhi kwa sababu makundi ya tembo yako mengi yanapita. Kwenye kata hii kila mwaka lazima tunapoteza wananchi wanauawa na tembo, na mpaka mwaka huu, mwaka 2026, mwezi huu uliopita juzi, mwezi wa 5, mwezi wa 6 huu, tembo wameua kijana ambaye ni nguvu kazi kabisa. Ametoka asubuhi anaenda kwenye shughuli zake, basi akakutana na tembo anatoka shambani, wakamjeruhi, wakawa wameshamuua. Ombi langu mimi ninaomba mheshimiwa mbunge ili swala hili alichukue na atuwakilishie bungeni. Kwa upande wa fidia, diwani wa kata hiyo anaiomba serikali iharakishe kuwalipa fidia ili waendelee na maisha yao. Hali ya kifuta jasho inalipwa ni kiwango kidogo sana, hakiweze kulingana na hali ya vyakula vinapotezwa mashambani. Mtu anatoa gharama kubwa, analima mazao ya biashara ya chakula, unakuta analipwa pesa ndogo alafu haiji kwa wakati. Na mbunge Yohana Msita amesema tayari alishauri serikali na kusisitiza serikali iliweze kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo la tembo katika jimbo la Itigi. Serikali ione haja sasa ya kuja kuwavuna tembo, kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi tembo wameongezeka, wamekuwa wengi mno, na wao wanakuja wanasema kwamba inawezekana watu tumejenga kwenye ushoroba wa tembo. Sasa Doroto hii imeanzishwa mwaka gani? Si miaka mingi tangu operation kijiji sio. Lakini hata hivyo tembo wanaharibu mazao, lakini wanakuja wanafanya tathmini, lakini fidia zinachelewa sana. Na hili nimelizungumza sana bungeni, na ndio maana mnaweza kuona asilimia kubwa watu wamelipwa kwa wale ambao walikuwa wamefanywa tathmini. Inawezekana bado watu wachache